Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa zilizowasilishwa leo mbele ya bunge lako tukufu, ikiwa ni taarifa ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, na taarifa ya Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, ninaomba kutoa hoja kwamba sasa bunge likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na afya njema ambayo imetuwezesha kukutana tena katika mkutano wa 3 wa bunge la 13. Ni kwa neema na rehema zake tu kwamba leo hii nimepata fursa ya kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ya mwaka 2026/27. Kwa kuwa hii ni hotuba yangu ya kwanza ya bajeti tangu nilipoteuliwa kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ninaomba nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua tena kwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Ninamwahidi kumrudishia imani hii kwa kuwa mtiifu kwake, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Chama cha Mapinduzi, na kwa kuchapa kazi kwa bidii na maarifa ili kutimiza maono yake ya kuiona Tanzania ikiwa taifa jumuishi lenye ustawi, lenye haki na taifa linalojitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninamtakia Mheshimiwa Rais afya njema, amani, utulivu na mafanikio makubwa katika utekelezaji wa majukumu yake makubwa ya kitaifa. Mheshimiwa Spika, ninampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi njema anayoifanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu ya kuijenga Tanzania yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nimempongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa tena kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ninamtakia mafanikio makubwa katika kuendelea kuijenga Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa 12 wa Tanzania. Pili, kwa kuanza kazi vizuri. Hili tunaliona kwa usimamizi mzuri wa shughuli za serikali hapa bungeni na ziara ambazo zimezidi kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali yao. Lakini tatu, nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri ya bajeti ya ofisi yake na ambayo aliwasilisha kwa umahiri mkubwa. Hotuba hiyo imejenga msingi wa hotuba za bajeti za wizara, ikiwemo hotuba ambayo ninaiwasilisha leo hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuchaguliwa kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili kwa jinsi alivyoanza kazi yake vyema katika kuliongoza bunge hili kwa umahiri mkubwa, na tunajionea Mheshimiwa Mwenyekiti hata vifaa vya kisasa kabisa vya kuongelea. Kazi nzuri sana. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Daniel Bara Silo, mbunge, kwa kuchaguliwa kuwa naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawatakia kila laheri katika kuendelea kulifanya bunge letu kuwa chombo imara cha kutunga sheria, kusimamia serikali na kuwakilisha wananchi kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kuwapongeza waheshimiwa mawaziri wenzangu na naibu mawaziri wote kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuongoza wizara mbalimbali wanazosimamia. Ninawaahidi ushirikiano mkubwa katika kutekeleza majukumu yetu. Kipekee nampongeza Mheshimiwa Dr. Pius Stephen Chaya, mbunge, kwa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa ninawapongeza waheshimiwa wabunge wote waliopo hapa kwa kuchaguliwa na wananchi kuwa wawakilishi wao hapa bungeni.
Mheshimiwa Mwenyekiti, napohitimisha shukrani zangu, ninaomba kuishukuru Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi mahiri na makini wa Mheshimiwa Dr. Damias Daniel Ndumaro, mbunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo, Mheshimiwa Edwin Enos Swale, mbunge, makamu mwenyekiti, na wajumbe wote wa kamati hii kwa michango, ushauri na miongozo waliotupatia wakati wa maandalizi ya bajeti ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Aidha, namshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa ushirikiano wake kupitia wasaidizi wake wanaomsaidia katika kamati hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaungana kwa masikitiko makubwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge lako tukufu, ndugu jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa jumla, kufuatia kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na mbunge Juma Lismani, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Eid Nasro aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Tutaendelea kuwakumbuka kwa michango yao katika kulitumikia taifa. Tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amen. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, ninaomba sasa kuwasilisha hoja yangu mbele ya bunge lako tukufu. Hoja yangu imegawanyika katika maeneo makubwa manne. Kwanza, nitatoa taarifa ya utekelezaji wa mpango kazi kwa mwaka 2025-26. Pili, nitatoa taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka huo, na tatu, nitawasilisha mapendekezo ya vipaumbele na mpango kazi kwa mwaka 2025-26-27, na nne, nitawasilisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026-27. Taarifa ya utekelezaji wa mpango kazi kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali ilikamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo na kuzinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 17 Julai 2025 jijini Dodoma. Aidha, serikali ilikamilisha maandalizi ya nyenzo muhimu za utekelezaji ambazo pia bunge lako tukufu liliidhinisha. Nyenzo hizi ni mpango elekezo wa maendeleo ya muda mrefu, mpango wa 4 wa maendeleo ya miaka 5 wa taifa, mwongozo wa ufuatiliaji, tathmini, kujifunza na uwajibikaji, na 4, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuwezesha ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wakati, Tume ya Taifa ya Mipango imeandaa mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa mipango ya maendeleo, yani National Development Plans and Project Management Information System, ambao utawezesha upangaji, uchambuzi, ufuatiliaji na tathmini pamoja na ufungaji wa utekelezaji wa miradi kufanyika kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuwahimiza wizara, idara za serikali zinazojitegemea na mashirika na taasisi zote za umma kuwasilisha programu na miradi ya maendeleo kupitia mfumo huu. Kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2026, Tume ya Taifa ya Mipango haitapokea wala kuchakata taarifa zote za miradi ya maendeleo ambazo hazijapitia katika mfumo huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujenga utamaduni wa kufanya maamuzi kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi, Tume ya Taifa ya Mipango imeandaa ajenda ya taifa ya utafiti and research agenda ya mwaka 2026-27 hadi 2030-31 kwa lengo la kutoa mwongozo wa taasisi za umma na binafsi katika kufanya utafiti utakaowezesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Hali ya uwekezaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uwekezaji ya dunia ya UNCTAD ya mwaka 2025, yani World Investment Report 2025, Tanzania imeendelea kuimarisha utendaji wake wa mtiririko wa uwekezaji, ambao uwekezaji kutoka nje ulifikia dola za Kimarekani bilioni 1.72 mwaka 2024 ukilinganisha dola bilioni 1.34 mwaka 2023, sawa na ukuaji wa 28.3% katika kipindi hicho. Kwa mujibu wa taarifa hii, katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania ilishika nafasi ya 3 kwa kuvutia uwekezaji kutoka nje, ikiwa nyuma ya Ethiopia iliyovutia dola za Kimarekani bilioni 3.98, Uganda dola bilioni 3.31, na ikafuatia Tanzania ikiwa mbele ya Kenya, mbele ya Rwanda. Kwa jumla, taarifa inaonyesha kuwa Tanzania
ni miongoni mwa nchi zenye ukuaji wa haraka wa uwekezaji barani Afrika, ikiwa imeshika nafasi ya 11 kwa ukubwa wa mitaji kutoka nje, yani foreign direct investment. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kiwango cha halisi cha mitaji ya uwekezaji kutoka nje kimeongezeka kutoka dola za Kimarekani milioni 948 mwaka 2020 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 1.72 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 45.1 katika kipindi hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia taarifa ya uwekezaji wa mwaka 2023, sekta ambazo zinaongoza kwa uwekezaji kutoka nje ni madini, uzalishaji viwandani, fedha na bima na habari na mawasiliano, ambazo kwa pamoja zinachangia 82.4 ya uwekezaji wote nchini katika kipindi hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usajili wa miradi ya uwekezaji, hadi mwezi Machi mwaka 2026, Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi, yani TISEZA, ilisajili jumla ya miradi mipya 611 yenye thamani ya dola ya Kimarekani bilioni 6.2, ambao inatarajiwa kuzalisha ajira mpya 102,463. Aidha, kumekuwepo na miradi ya upanuzi 45 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 586.12, ambayo inatarajia kuzalisha ajira mpya 9,472. Sekta zilizoongoza kwa usajili wa miradi hiyo ni uzalishaji viwandani kwa 47.4%, usafirishaji 15.1%, ujenzi wa majengo ya biashara 12.0%, utalii 10.2%, kilimo 7.8%, na mikoa inayoongoza kwa kuvutia uwekezaji ni Dar es Salaam 38.8%, Pwani 21.2%, Arusha 7.3%, Mwanza 4.1% na Dodoma 4.1%. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeendelea kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji katika kanda maalum za kiuchumi, yani Special Economic Zones (SEZ), na hadi kufikia Machi 2026 jumla ya miradi 19 ilisajiliwa na kupewa leseni ya uendeshaji na uendelezaji. Miradi hii ina thamani ya dola za Kimarekani milioni 331.51, ambayo inategemea kuzalisha ajira 11,762 na mauzo ya nje yanayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani milioni 885.23. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza msukumo wa uwekezaji katika Special Economic Zones, yani SEZ, TISEZA imebainisha maeneo 5 ya kimkakati na kuweka vivutio maalum visivyo vya kikodi. Maeneo haya ni Bagamoyo Eco Maritime City yenye hekta 152, Nala Dodoma yenye ukubwa wa hekta 607, Kwala Kibaha yenye hekta 40.5, Buzwagi Kahama hekta 1333, na upanuzi wa Benjamin William Mkapa Special Economic Zone Mabibo Dar es Salaam yenye hekta 1.3. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2025 TISEZA ilisajili miradi 915 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 10.95, ikiwa ni rekodi mpya ya kusajili miradi mingi zaidi nchini tangu kuanzishwa kwa utaratibu wa kusajili miradi ya uwekezaji mwaka 1996. Kwa ujumla wake, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, idadi ya miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa na TISEZA imeongezeka kutoka miradi 256 mwaka 2021 hadi kufikia miradi 915 mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 257.4 katika kipindi hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza utaratibu mpya wa kuchakata takwimu za uwekezaji unaofanywa na makampuni ya Kitanzania nje ya nchi, yani outward investment. Takwimu za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 3.1 zimewekezwa nje kupitia makampuni ya Kitanzania. Uwekezaji huu umefanyika katika nchi mbalimbali zikiwepo Kenya, Uganda, Rwanda, Sudani Kusini, DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Afrika Kusini, Japan, Korea Kusini, Qatar na Oman. Hatua hii ni muhimu katika kukuza diplomasia ya kiuchumi na katika kuyawezesha makampuni ya Kitanzania kuongeza wigo wa bidhaa zake katika soko la nje, kuwa shindani zaidi na kuwezesha uhaulishaji wa teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukuaji wa sekta binafsi nchini ni kielelezo kuwa mazingira ya biashara na uwekezaji yanaendelea kuimarika. Hatuna budi kuwashukuru na kuwapongeza champions wetu wa uwekezaji nchini
ambao wamekuwa chachu kubwa ya kuvutia wawekezaji. Hawa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, bado tuna fursa ya kukuza uwekezaji kwa kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuimarisha huduma kwa wawekezaji nchini, TISEZA imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma katika kituo cha pamoja cha uwezeshaji wa uwekezaji, yani One Stop Facilitation Center. Pamoja na hatua zingine, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imepandisha hadhi afisa wake katika kituo hiki kwa kumteua kamishna msaidizi wa ardhi mwenye hadhi sawa na kamishna wa ardhi wa mkoa, ambaye pamoja na mamlaka mengine atakuwa na mamlaka kamili ya kutoa hati ya umiliki wa ardhi na hivyo kupunguza usumbufu kwa wawekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza wigo wa utoaji wa huduma kwa wawekezaji, serikali imeandaa mwongozo wa watoa huduma kwa wawekezaji, yani Investors Service Provider. Mwongozo huu umeweka vigezo na masharti kwa mtoa huduma. Hadi sasa zaidi ya watoa huduma 100 wamesajiliwa na kupata mafunzo ya namna ya kuwezesha uwekezaji na kutangaza fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo nchini. Orodha ya watoa huduma hawa itawekwa kwenye tovuti na matangazo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza uwazi na uwanda mpana kwa wawekezaji katika kuwachagua watoa huduma hao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuwezesha vijana na wawekezaji wenye mitaji midogo, TISEZA ilizindua kituo cha usaidizi wa upatikanaji wa vifaa na bidhaa na mauzo ya nje mwezi Machi 2026 katika ofisi zilizopo Benjamin Mkapa Special Economic Zone Mabibo. Kituo hiki kimeanzishwa kwa ushirikiano kati ya TISEZA na kampuni ya Nexa International Center. Kituo hiki kinatoa huduma maalum kwa kipaumbele kwa wawekezaji wenye mitaji midogo na vijana, pamoja na wawekezaji wanaohitaji msaada katika kukuza shughuli zao za biashara na uwekezaji. Aidha, kituo kinalenga kuwezesha upatikanaji wa mitaji, masoko ya nje kwa bidhaa zinazozalishwa nchini, kurahisisha usafirishaji wa mizigo kuingia na kutoka nchini, pamoja na kuwezesha upatikanaji wa malighafi, mashine na vifaa muhimu kutoka kwa vyanzo sahihi. Uwekezaji wa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji wa serikali katika mashirika, taasisi, wakala za serikali na kampuni zinazomilikiwa kwa hisa chache umeongezeka kutoka shilingi trilioni 85.38 mwaka 2023/24 hadi kufikia shilingi trilioni 90.61 kwa mwaka 2024/25, ikiwa ni sawa na ongezeko la 7%. Aidha, kwa upande wa uwekezaji wa serikali nje ya nchi, hadi kufikia mwaka 2024/25 ulifikia shilingi trilioni 1.67 kutoka shilingi bilioni 846.22 mwaka 2023/24, ikiwa ni ongezeko la 98%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sehemu ya kuendelea kuboresha utendaji wa mashirika ya umma, serikali imeendelea kufanya tathmini ya utendaji na majukumu ya mashirika hayo. Lengo la hatua hii ni kubaini mashirika ambayo majukumu yake yamepitwa na wakati, mashirika ambayo yanaingiliana kimajukumu na yale ambayo yamegeuka kuwa mzigo kwa walipa kodi au kukwaza ukuaji wa biashara nchini. Matokeo ya tathmini hii inaiwezesha serikali kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kufuta mashirika yanayobainika kuwa uwepo wake hauna tija na kuunganisha mashirika ambayo majukumu yake yanagongana, kuingiliana na kufanana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia tathmini ya utendaji na majukumu ya mashirika ya umma iliyofanyika mwaka 2023, serikali ilielekeza kuunganishwa kwa mashirika ya umma 14 na kufuta mashirika mengine 3. Hadi sasa mashirika 3 yalishafutwa na mashirika 2 kuunganishwa, ambao ni TIC na EPZDA, ambao ilikuja ikaunganishwa na kuunda TISEZA. Serikali inaendelea na kukamilisha taratibu za kisheria kuunganisha mashirika yaliyobaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya msajili wa hazina imefanya uthamini wa mali mbalimbali zilizorejeshwa serikalini, zikiwemo kiwanda kimoja cha Tembo Chipboards, mashamba 3 ya maua yaliyopo Arusha ambao ni Malalua, Kiliflora Chekereni na Kiliflora Yua Usariva, shamba la Basuto lililopo Manyara, mashamba 4 ya Nafco yaliyopo West Kilimanjaro, pamoja na shamba la KPL Mgeta lililopo Morogoro. Zoezi hili litaiwezesha serikali kutafuta wawekezaji wenye tija katika mashamba na viwanda hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya msajili wa hazina imesimamia ubinafsishaji wa viwanda 6 vilivyorejeshwa serikalini ambavyo ni
NMC Mzizima, NMC Isaka, CDA Integrated Industrial Limited, Kilimanjaro Paddy, Mosh Pesticides na Unique Steel Rolling. Taratibu za kisheria za ukamilishaji wa mchakato wa binafsishaji zinaendelea kwa kuzingatia taratibu za sheria husika ili kuhakikisha serikali inanufaika ipasavyo na mali hizo. Kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeratibu utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji Mkumbi. Kupitia mpango huu, serikali ililenga kuondoa vikwazo vinavyokwamisha uanzishwaji na uendeshaji wa biashara kwa kufanya mapitio ya sheria na kanuni ambazo sio rafiki kwa biashara, kupunguza au kufuta tozo na ada zenye kero kwa wafanyabiashara, kuondoa mwingiliano wa majukumu miongoni mwa taasisi za udhibiti, pamoja na kuanzisha na kuimarisha mifumo ya elektroniki ya utoaji huduma ili kuongeza ufanisi, uwazi na urahisi wa kufanya biashara nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, serikali ilifanya mapitio ya jumla ya sheria 28 zilizokuwa zinazorotesha mazingira ya biashara sambamba na kufuta au kupunguza jumla ya tozo na ada 245. Baadhi ya maboresho muhimu yaliyofanyika ni pamoja na kupunguza ushuru wa huduma, yani service levy, kutoka 0.3 hadi 0.25 ya pato ghafi kupitia sheria ya fedha za serikali za mitaa, kupunguza ushuru wa hoteli kutoka 10% hadi 2%, kufuta ada za upakiaji na upakiwaji katika baadhi ya mamlaka ya serikali za mitaa, na kurejesha kanuni nafuu za usimamizi wa mazingira za mwaka 2021. Vile vile serikali imeimarisha udhibiti wa utozwaji wa ada na tozo kupitia marekebisho ya sheria ya bajeti na sheria ya fedha za umma. Taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 ofisi ya msajili wa hazina ilipangiwa kukusanya maduhuli yenye thamani ya jumla shilingi trilioni 1.696. Chanzo cha maduhuli ni gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi ya taasisi zinazochangia, mapato yanayotokana na uendeshaji wa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu Tanzania, yani TTMS, rejesho la riba na mikopo ziada na mapato mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Machi 2026, jumla ya shilingi bilioni 779.91 zilikusanywa, sawa na 85% ya lengo kwa kipindi hicho. Aidha, inatarajiwa kwa sehemu iliyobaki ya makusanyo itapatikana katika kipindi cha robo ya 4 ya mwaka 2025/26, ambapo kampuni ambazo serikali inahisa hutoa gawio baada ya kukamilisha ukaguzi wa hesabu, na mashirika yanayotoa mchango wa 15% ya mapato ghafi hukamilisha kuwasilisha michango hiyo na malimbikizo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 157.85 kwa mafungu yote matatu. Hadi kufikia Machi 2026, jumla ya shilingi bilioni 107.26 zilipokelewa, sawa na 67.95 ya kiasi kilichoidhinishwa. Sasa niwasilishe mapendekezo ya vipaumbele na mpango kazi kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya vipaumbele na mpango kazi kwa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka 2026/27 yamezingatia kikamilifu malengo na matarajio yaliyoainishwa katika Dira 2050, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026/27 hadi 2030/31, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026/27, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kufungua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyotolewa na Mheshimiwa Rais tarehe 14 Novemba mwaka 2025. Aidha, mapendekezo haya yamezingatia majukumu mapya ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kama yalivyoainishwa katika mgawanyo wa majukumu ya wizara uliotolewa kupitia gazeti la serikali namba 686 la tarehe 19 Disemba 2025. Majukumu haya yamehusisha usimamizi wa maendeleo ya sekta binafsi na kuratibu program za kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia majukumu yake na mwongozo niliyoeleza hapo juu,
Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi inazozisimamia imepanga kutekeleza majukumu matano yafuatayo. Kwanza, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa Dira 2050, mpango wa maendeleo wa taifa miaka mitano na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027. Kazi ya pili, kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji wa sekta binafsi. Kazi ya tatu, kuimarisha uwekezaji wa umma. 4, kuimarisha mazingira ya biashara, na kazi ya 5, kuratibu programu za kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza Dira 2050 na nyenzo zake pamoja na hatua zingine, Tume ya Taifa ya Mipango itatekeleza yafuatayo. Kwanza, kuandaa mwongozo wa taifa wa tafiti na ubunifu ili kuweka utaratibu utakaowezesha watafiti na wabunifu kufanya shughuli zao na kuchangia kikamilifu katika maandalizi na utekelezaji wa mipango. Pili, kutayarisha mfumo wa kidijitali wa tafiti, yani National Research Portal, ili kuhifadhi tafiti na kuchakata matokeo ya tafiti na kuibua mikakati ya kuzitumia kuleta mageuzi kiutendaji na kiutekelezaji. Tatu, kuratibu maandalizi ya mipango ya maendeleo ya mikoa, yani Regional Development Plans, na mipango ya maendeleo ya halmashauri, County Development Plans. Mipango hii inalenga kuhakikisha utekelezaji madhubuti wa afua za kimkakati katika ngazi ya mkoa na halmashauri kwa kuzingatia fursa mahususi na changamoto za kipekee katika maeneo hayo ya kiutawala. 4, kuratibu uandaji wa wasifu wa kiuchumi, yani Regional Economic Profiles, wa kila mkoa na mamlaka ya serikali za mitaa kwa kuzingatia rasilimali zilizopatikana katika maeneo hayo. 5, kuratibu usimamizi, ufuatiliaji na upimaji wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya kitaifa kwa kuzingatia mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa mipango ya maendeleo, yani National Results Based Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability Framework. 6, kutathmini hali ya rasilimali za nchi katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuwezesha uwekezaji wenye tija. Na 7, kuendelea kufuatilia mwenendo wa hali ya uchumi kikanda na kimataifa ili kupendekeza hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika kuimarisha usimamizi wa uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha Tume ya Taifa ya Mipango itaandaa mwongozo wa mashirikiano ya kiuchumi baina ya Tanzania na nchi nyingine, yani Economic Cooperation Framework. Hatua hii inalenga kubainisha vigezo vitakavyotumika katika ushirikiano wa Tanzania na nchi nyingine au taasisi za kikanda na kimataifa ili kufikia vipaumbele vya nchi kwa kuzingatia mipango ya maendeleo na Dira ya Taifa 2050. Kupitia mwongozo huo, serikali itaimarisha uratibu wa mikataba ya ushirikiano kupitia tume za pamoja za ushirikiano, yani Joint Permanent Commissions, JPC, ili kuhakikisha inaendana kikamilifu na mipango ya kitaifa, kuleta tija kwa uchumi na kuchangia ustawi wa jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji wa sekta binafsi wa ndani na nje ya nchi, mwaka 2026-2027 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kupitia Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi imepanga kutekeleza majukumu yafuatayo. Mosi, kufanya tathmini ya utekelezaji wa vivutio vilivyopo ili kuandaa mwongozo mpya wa vivutio kwa wawekezaji nchini. Msisitizo utawekwa katika kuhakikisha kuwa vivutio hivyo vinachochea uwekezaji mkubwa wa kimkakati na hususan uwekezaji wa ndani unaoweza kuleta mageuzi ya viwanda, kukuza viwanda vidogo na vya kati na kuongeza ajira kwa vijana. Lengo kuu ni kuwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya soko la ndani, soko la ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Aidha, mwongozo utapendekeza vivutio maalum kulingana na maeneo ya kijiografia ili kila mkoa uvutie wawekezaji kulingana na jiografia ya mkoa husika na fursa zinazopatikana katika mkoa huu. Mwongozo upya utajumuisha vivutio maalum vya uwekezaji kwa wazawa ili kuleta hamasa na kuongeza kasi ya ukuaji wa uwekezaji wa ndani. Hatua hii itaenda sambamba na kuandaa kitabu cha orodha ya vivutio, yani Investment Incentives Compendium Book. Pili, kuongeza ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya uwekezaji, yani Land Bank for Investment, kwa kufanya utambuzi wa maeneo yenye sifa stahiki kwa uwekezaji, ulipaji wa fidia, uendelezaji wa miundombinu wezeshi kama barabara, umeme, maji, gesi na mawasiliano. Aidha, TISEZA itahamasisha sekta ya umma na binafsi kuwasilisha ardhi zao kwa ajili ya kutafutiwa wawekezaji.
Taarifa kuhusu maeneo haya zitakusanywa na kuhifadhiwa katika mifumo ya mawasiliano ya ofisi na TISEZA ili kuwezesha wawekezaji kuzipata wakiwa mahala popote duniani. 3, kuandaa mkakati wa kuvutia wawekezaji wa kimkakati katika sekta ya uunganishaji na utengenezaji wa magari. Hatua hii inafuatia tathmini ya awali iliyofanywa na ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa kushirikiana na taasisi ya Africa Association of Automotive Manufacturers ya Afrika Kusini, ambayo ilibaini fursa kubwa ya kuvutia wawekezaji katika sekta hii. Mkakati utaainisha aina ya wawekezaji wanaolengwa, aina ya uzalishaji unaokusudiwa, pamoja na vivutio vitakavyowekwa ili kuhakikisha ushindani wa sekta hii katika ngazi ya bara la Afrika. Shabaha yetu ni kuwa ifikapo mwaka 2030 Tanzania iwe miongoni mwa vinara wa uzalishaji na uunganishaji wa magari katika bara la Afrika. 4, kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji waliopo na wanaotarajia kuwekeza ndani ya maeneo maalum ya uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje, yani export processing zones. Katika kuvutia wawekezaji kuwekeza na kuzalisha bidhaa katika maeneo haya, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaweka mikakati mbalimbali ikiwemo kurahisisha usajili ndani ya maeneo haya, kuboresha miundombinu ya uwezeshi, kuhamasisha ubora wa bidhaa ili kukidhi viwango vya kimataifa na kuhamasisha matumizi ya teknolojia mpya katika uzalishaji wa bidhaa. Na 5, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuandaa maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana, na TISEZA itatenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana kupitia program ya Youth Industrial Special Economic Zones ambayo itawezesha vijana kupata ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda. Maeneo hayo yatajengwa katika maeneo maalum ya uwekezaji yaliyopo katika mikoa ya Dodoma, eneo la Nara, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Pwani, Kwala, ekari 20 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Mara, Bunda, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Ruvuma, Songea, ekari 100 kwa ajili ya vijana; na Pwani, Bagamoyo, ekari 20 kwa ajili ya vijana. Vijana watapewa fursa ya kuwekeza kama watu binafsi ama kupitia vikundi, na wataweza kushiriki katika sekta mbalimbali za uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuimarisha uwekezaji wa umma, mwaka 2026 pamoja na mambo mengine, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina imepanga kukamilisha mswada wa sheria ya uwekezaji wa umma. Pamoja na mambo mengine, mswada huu utapendekeza hatua zifuatazo: mosi, kuanzishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa uwekezaji wa umma; pili, kuanzishwa kwa mfuko wa uwekezaji wa umma; na 3, kuanzisha mfumo wa ushindani katika upatikanaji wa watendaji wakuu na wajumbe wa bodi za wakurugenzi za mashirika ya umma; na 4, kuongeza uhuru wa kujiendesha kwa mashirika yanayofanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina itaendelea na zoezi la tathmini ya utendaji wa mashirika ya taasisi za umma na kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kuunganisha taasisi na mashirika ya umma ambayo majukumu yake yanashabihiana na kufuta taasisi na mashirika ya umma ambayo malengo ya kuanzisha kwake yamepitwa na wakati au majukumu yake yanaweza kufanywa na taasisi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji pamoja na hatua zingine, serikali imepanga kukamilisha na kuanza kutekeleza mkakati wa kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Mkakati huu utahusisha maeneo makubwa 11 yafuatayo. Kwanza ni ujuzi wa kazi, maendeleo ya rasilimali watu, mafunzo na utafiti; 2, miundombinu na huduma za msingi za umma; 3, muundo wa taasisi, mipango na uratibu wa taasisi; 4, mabadiliko ya mtazamo wa kibiashara na wajibikaji; 5, uwekezaji na matumizi ya mifumo ya dijitali, yani digitalization; 6, uanzishwaji wa biashara na mazingira ya biashara; 7, eneo na majengo ya kufanyia biashara; 8, fedha na uwekezaji; 9, utatuzi wa migogoro ya kibiashara, ufilisi wa kampuni; 10, ulinzi wa haki za ubunifu na miliki bunifu; na 11, upatikanaji wa masoko ya ndani na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuchochea uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji katika ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, serikali itaanzisha programu maalum ya upimaji wa kila mwaka wa mamlaka ya serikali za mitaa kuhusu mazingira ya biashara na uwekezaji katika maeneo yao.
Kupitia programu hii, mikoa itapimwa na kushindanishwa kwa kuzingatia vigezo vya kuhamasisha, kuwezesha, kulinda na kuhudumia wawekezaji na kuimarisha mazingira ya biashara katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali imepanga kuandaa mapendekezo ya sheria ya uwezeshaji wa biashara, yani Business and Investment Facilitation Act, itakayosaidia kurahisisha majukumu ya udhibiti, kudhibiti adhabu na ukaguzi sio lazima, na kusaidia urasimishaji wa biashara na kuongeza wigo wa kodi. Sheria hii itatumika kama chachu ya kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuongeza ushindani wa nchi kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha programu za kuondoa maskini nchini, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itafanya uchambuzi wa kina wa programu zinazotekeleza afua zinazolenga kuondoa maskini nchini ambazo zitatekelezwa katika kupitia sekta husika. Aidha, kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Takwimu pamoja na taasisi zingine za utafiti, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaandaa taarifa ya hali ya umaskini nchini kwa lengo la kutambua ni kwa kiasi gani programu zinazotekelezwa zimechangia katika kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha, ili kuwa na uratibu thabiti wa programu za kuondoa umaskini nchini, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaandaa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa umaskini, yani National Poverty Monitoring Framework. Mfumo huu pamoja na mambo mengine utajumuisha viashiria vya kupima umaskini, mifumo ya ukusanyaji takwimu, uratibu wa taasisi, uchambuzi na utoaji wa taarifa pamoja na matumizi ya matokeo katika kupanga na kutekeleza sera na bajeti. Viashirio hivyo vitasaidia kuhakikisha kuwa taarifa sahihi zinapatikana na kutumika katika kufanya maamuzi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kueleza kazi ambazo tunapanga kuzifanya kupitia mpango kazi huo, naomba sasa niwasilishe mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026/27 Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 imepangiwa kukusanya na kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali jumla ya shilingi trilioni 1.79 kutoka kwenye vyanzo vya mapato yasiyo ya kikodi kupitia gawio, michango ya 15% na mapato ghafi, mapato yatokana na mfumo wa usimamizi wa mawasiliano wa simu Tanzania TTMS, rejesho la riba na mikopo ya ziada na mapato mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutekeleza majukumu ambayo nimeainisha katika hotuba yangu hii, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaliomba bunge lako tukufu kupokea, kujadili na kukubali kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 144,850,349 kwa mchanganuo ufuatao. Mosi, fungu namba 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 26,244,864 na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,141,447, ikiwa ni jumla kwa fungu hili shilingi bilioni 35,386,311. Fungu namba 66, Tume ya Taifa ya Mipango, tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 39,322,083 na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,319,512 kwa fungu hili jumla shilingi bilioni 48,141,595,000. Kwa upande wa fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 60,451,752 ikiwa ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 370,691,091 ikiwa ni matumizi ya miradi ya maendeleo. Jumla katika fungu hili shilingi bilioni 60,822,443 443. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha maombi haya katika ukurasa wa 49 jedwali namba 1. Hitimisho.
Mheshimiwa Waziri, kabla hitimisho naomba urudie zile figa za Tume ya Mipango fungu 66. Ile record ya Hansard. Sawa. Tume ya Mipango, Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 66 tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 39 milioni 322 na 1083, na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9 milioni 319 laki 5,012. Jumla katika fungu hili bilioni 48 milioni 641 laki 5 na 1095. Okay, asante. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema awali, mkutano huu wa Bunge la Bajeti ni wa kwanza katika kuanza kutekeleza Dira 2050 na mpango wa taifa wa maendeleo wa muda mrefu, pamoja na mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo na mpango wa taifa wa mwaka 2026-27. Aidha, huu ni mkutano wa kwanza katika kuanzisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2029. Hivyo sisi kama wabunge tunalo jukumu kubwa katika kuweka misingi imara ya kufikiwa kwa malengo na matarajio ya Dira 2050 pamoja na ahadi tulizozitoa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, napohitimisha hotuba yangu, naomba kusisitiza mambo 6 yafuatayo. Mosi, ni kweli nchi yetu imejaliwa rasilimali nyingi za asili ikiwemo ardhi, madini, maji, misitu na wanyama. Hata hivyo, ili rasilimali hizi zilete tija na kuchochea maendeleo ya uchumi na kutumika kuboresha maisha ya watu wetu, lazima zikutane na mitaji na teknolojia. Hivyo basi, tusiogope wala kuona aibu kuvutia na kutumia mitaji na teknolojia kutoka popote ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuendeleza rasilimali zetu katika kufanikisha malengo yetu ya kiuchumi na kijamii. Rasilimali peke yake bila mitaji na teknolojia haziwezi kutusaidia. Namba 2, watekelezaji wakuu wa mipango yetu ya maendeleo ni sekta ya umma na sekta binafsi. Sekta ya umma na sekta binafsi ni timu moja inayosaka ushindi. Ushindi wenyewe ni kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Ushindi wa timu moja hutegemea ushirikiano wa wachezaji. Hivyo basi, ni muhimu kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kutekeleza malengo yetu ya kiuchumi. Tuwe na lengo na juhudi za pamoja. Tukiwa na sauti moja, tutakuwa na wimbo mzuri wenye mvumo, sekta ya umma na sekta binafsi. 3, ni muhimu tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kujenga utamaduni na nidhamu ya kutenda. Hivyo tuwalinde na kuwathamini watu wanaothubutu kufanya mambo mapya. 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya uongozi wowote ukiwemo uongozi wetu hatimaye ni maendeleo ya uchumi na maisha ya watu wetu. Hivyo basi, kila hatua tunayochukua na kila nadharia tunayoifikiria lazima ilenge katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Hivyo katika kupima mafanikio kwa mipango ambayo tunayo, katika kupima mafanikio ya juhudi zetu, tutazingatia vigezo vya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya watu, na hii tunazingatia kupitia kupanuka na kuimarika kwa ubora wa huduma za jamii, kupungua kwa umaskini na kuongezeka kwa ajira hususan miongoni mwa vijana. 5, sisi ni taifa linalomwamini Mungu na tunamwomba sana Mungu kila siku, na hili ni jambo jema sana. Kama nchi ni mtaji mkubwa. Hata hivyo, lazima tutambue kuwa maendeleo hayateremshwi kutoka mbinguni. Viongozi na wananchi lazima kujenga imani kwamba hatimaye maendeleo ya kweli ni matokeo ya bidii na maarifa katika kazi.
Lazima tujenge utamaduni na nidhamu ya kuchapa kazi kama njia pekee na ya uhakika ya kupata maendeleo yetu kama wanadamu, kama jamii na kama taifa. Na mwisho, namba 6, tuendelee kusisitiza na kutekeleza kwa vitendo nidhamu ya kubana matumizi na kutumia vizuri rasilimali watu, kutumia vizuri rasilimali zetu, ikiwemo rasilimali muda. Muda nayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni rasilimali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa kuwashukuru watendaji wote wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zilizo chini yake kwa kufanikisha maandalizi ya hotuba yangu ya bajeti niliyowasilisha hapa. Hawa ni pamoja na Mheshimiwa Dr. Pius Steven Chaya, mbunge wa Manyoni, ambaye ni naibu waziri wa nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kijana mchapakaji sana huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu Mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, anayesimamia vizuri sana Tume yetu ya Taifa ya Mipango. Ndugu yetu Dr. Fredi Matola Msemwa, katibu mkuu, anayesimamia vizuri sana sekta yetu ya uwekezaji. Ndugu Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, anayetusaidia sana katika kusimamia na kuratibu mashirika yetu ya umma. Na kijana wetu ndugu Gilead John Terry, mkurugenzi mkuu wa TISEZA, ambaye anamsaidia sana Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wawekezaji wanakuja na wanabaki katika nchi hii, pamoja na management na watumishi wote wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii pia kama alivyotambulishwa kutambua uwepo wa moja ya walimu wangu na walezi wangu muhimu sana ambao wametoa mchango mkubwa kunijenga hivi nilivyo. Huyu ni Profesa Helmi Joseph Mosha, profesa wa miaka mingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliyenifundisha katika ngazi mbalimbali, lakini muhimu sana akanilea kitaaluma na ndiye aliyenitia moyo kuendelea kuwa kiongozi. Nakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, niliteuliwa kuwa mkuu wa idara, nimetoka tu PhD nikakataa, nikasema mimi nataka kufanya machapisho. Profesa huyu aliyeniita akaniasa, usikatae nafasi ya uongozi katika utumishi wa umma, ndio nikaendelea. Kwa niaba ya walimu wengine walionifundisha, Profesa, Mungu akubariki sana, na nimefurahi kwamba umefika hapa bungeni leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawashukuru wadau mbalimbali wa maendeleo kwa mchango wanaotoa katika maendeleo ya nchi yetu. Ninaomba kuwataja angalau wachache ambao tunashirikiana nao kwa karibu: Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Trademark Africa, Gasbi Africa, sekta binafsi ya Tanzania Private Sector Foundation, Chemba ya Biashara ya Taifa NTNCC, na Shirikisho la Wenye Viwanda Tanzania CTI, na wengine wote ambao tunafanya nao kazi kwa karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa umuhimu wa kipekee kabisa nataka kuyashukuru makampuni mbalimbali ya ndani na nje ya nchi yaliyowekeza na yanayoendelea kuwekeza nchini mwetu, na wengi wamekuja hapa leo. Tunashukuru sana kwa kutuunga mkono. Uwekezaji wao ndio roho ya uchumi wa nchi yetu. Tunawatambua, tunawathamini na tunaendelea kuwapa kila aina ya msaada wanaohitaji ili waendelee kufanikiwa, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ya wawekezaji ndiyo mafanikio yetu kama nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme pia kwamba hotuba yangu hii inapatikana katika tovuti ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji pamoja na taasisi zake www.popi.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, sasa naomba kuliomba bunge lako kupitisha makadirio ya mapato ya shilingi trilioni 1.792 na matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 144 milioni 450,349 kwa ajili ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka 2026. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 126 milioni 18,999 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 18,831 milioni 150,000 kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya miradi ya maendeleo.
na tumeonyesha jedwali namba 1 ukurasa 49 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba hotuba yangu hii pamoja na kitabu cha hotuba tulichowasilisha na alama zake zote ziingia katika kumbukumbu za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Sasa nimwite mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Kwa niaba yake nimwite Mheshimiwa Zena Maulid Katambo.